Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Askofu Jackson Sostenes Jackson. Ni askofu wa kanisa la Anglican Diocese ya Dar es Salaam. Nikukaribishe katika wakati huu tunapoadhimisha sikukuu ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani Pasaka, na kipekee katika salamu hizi za kipekee ambazo tunazipata kutoka maandiko matakatifu katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 5 aya 7 hadi ya 8. Paulo analiandikia kanisa la Korinto na kusema, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Basi tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndiyo weupe wa moyo na kweli. Kimsingi Pasaka ni sikukuu kubwa kwetu sisi wa Kristo, ambayo ndio msingi wa agano jipya kati ya Mungu na mwanadamu kupitia Yesu Kristo, ambaye kwa kifo chake alitukomboa kutoka dhambini. Na Paulo anasema kwa sababu Pasaka wetu ambaye Kristo amekubali kujitoa kama kondoo na kuwa uhai wake fidia kwa ajili yetu, basi hatuna budi kuwa na itikio kama Wakristo kwamba kwa Pasaka hii tuchukue na kuipa tafsiri kwa kuishi maisha mapya na sio yale ya kale. Tusiishi katika ubaya, tusiishi katika uovu, bali tuipe maana yenye kujenga agano jipya kwamba ya kale yao yamepita na tazama yamekuwa mapya. Hivyo tunapotoa salamu hizi sisi Jackson Dar es Salaam katika Pasaka hii, kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza. Na kwanza tuweze kuona thamani ambayo Mungu imemgharimu kutoa uhai wake kupitia mwana wake Yesu Kristo, ili kuweza kutukomboa, kututoa katika minyororo ya dhambi, kututoa katika vifungo vya uovu na kututengenezea nguvu ya neema kwa nguvu ya msalaba, ili kuweza kuishi maisha matakatifu na yenye kumpendeza yeye. Lakini pia jambo la pili, tunaona kwamba kupitia Kristo kujitoa kwake na kufa msalabani, tunauona upendo wa Mungu kwetu wanadamu. Yeye ambaye hakuwa na dhambi amekubali kufanyika dhambi na laana kwa ajili yetu. Amechukua masikitiko yetu, amechukua huzuni yetu, amechukua ghadhabu yetu, ili sisi kutupa amani, kutupa furaha. Na kwa sababu hiyo basi sisi pia hatuna budi, kama ambavyo tumepokea upendo wa Mungu kwa upendeleo wake, Pasaka hii iamshe ari ya sisi pia kuwapenda wengine, kuwa tayari kujitoa kwa ajili ya wengine. Tuwe tayari kuthamini maisha ya wengine kama Mungu alivyoweza kuthamini maisha yetu sisi, kwa kiwango cha kushuka kutoka mbinguni na kufanana sisi katika binadamu, ili atutoe katika hali ya unyonge na kututoa katika hali ya aibu na kuweza kutuvisha utukufu. Pasaka hii itupe upendo katika familia, itupe upendo katika kanisa, itupe upendo katika jamii, lakini pia itupe upendo kama taifa, kama Tanzania, na kuishi katika hali ya kuthaminiana. Na mwisho kabisa, Kristo alipofufuka alitangaza amani. Anasema, amani yangu na waachieni, amani yangu na wapeni. Basi Mungu atupe kusherehekea sikukuu hii ya Pasaka kwa amani na utulivu, na Mungu apate kutukuzwa. Mungu awabariki sana. Amen.